Na bila shaka hujambo na karibu katika Mshike Mshike. Mimi ni Akida Kilango na nikufahamishe tu kwamba katika Mshike Mshike usiku huu katika mchezo uliomalizika muda mchache uliopita, Simba Sports Club imenyakua alama zote tatu kwenye uwanja wa Meja Jenerali Samuyo kwa kuifunga Coastal Union wa Gosi wa Kaya magoli 2-0. Magoli ya Simba yamefungwa kipindi cha kwanza na mshambuliaji Selemani Mwalimu aliyefunga goli hilo dakika 26 ya mchezo akitumia vema pasi na kazi nzuri iliyofanywa na kiungo Cletus Chota Chama. Simba kabla ya kwenda mapumziko ikapata goli la pili kupitia mlinzi wa kati Ismail Ture aliyefunga kwa kutumia pasi murwa ya kiungo Neo Maema, hivyo kumaliza ungwe ya kwanza ya mchezo huo kwa uongozi wa magoli 2 ambayo yalidumu pia hadi kipindi cha pili kilipoweza kumalizika, licha kwamba kipindi cha pili kuwa na mashambulizi kwa pande zote mbili, lakini haikushuhudia goli lolote hadi mwamuzi wa mchezo huo Rafael Kambi anapuliza kipenga cha mwisho kumaliza mchezo huo. Kwa ushindi huo sasa Simba inafikisha alama 34 katika nafasi ya pili, ikiwa ni tofauti ya alama 4 na vinara Yanga waliocheza mchezo mmoja zaidi. Na kwa sasa naungana na mchambuzi wetu Philip Nkini kwa ajili ya kutazama kile ambacho kimetokea pale Meja Jenerali Samuyo. Karibu sana Nkini. Ilikuwa ni mchezo wa aina gani huu ambao Simba wameweza kuvuna alama zote tatu akipata pia faida ya magoli 2? Kwanza ilikuwa ni mechi ambayo kila mmoja alikuwa anahitaji, sababu ukiona Simba pamoja na kwamba wamepata ushindi walikuwa wanahitaji hizi pointi kwa ajili ya kurudisha ile hali ya kujiamini kwenye kikosi chao. Lakini kwa Coastal Union nafasi ambao wapo kwenye msimamo wana pointi 15, mechi 17, wako kwenye ule mstari mwekundu, walikuwa wanahitaji kuhakikisha kwamba wanapata ushindi kwenye huo mchezo ili kuanza kuondoka kule kwenye ile hali mbaya ambao wanayo. Wameshinda nafikiri ni michezo 3 tu msimu huu wa ligi kwenye michezo 17. Kwa hiyo ni kila mmoja alikuwa anazihitaji zile pointi, lakini yule ambaye alifanya vizuri zaidi ndo amefanikiwa kupata ushindi. Simba alama 34 wakati wapinzani wao Young Africans wana alama 38, lakini Azam FC wenyewe wana alama 32. Walichomzidi Simba ni mchezo mmoja ambao Simba nao mkononi, nitakumbuka ni mchezo ule wa dhidi ya TRA ambao ulilazimika kuahirishwa kutokana na uwanja kujaa maji. Tofauti ya alama hizi zilizosalia ina maana gani kwa kuangalia kwamba zisije zikapigwa zile hesabu za tukiwaki? Kwa sababu kuna mchezo walienda pale Mwanza dhidi ya Pamba wakawa washawazipigia hesabu alama zile, lakini mwisho wa siku wakazikosa. Kwanza ni kitu kizuri kinaifanya ligi yetu inachangamka. Ina maana Simba akifanikiwa kupata ushindi dhidi ya Azam, ina maana tofauti yake ya pointi itakuwa ni 1 dhidi ya Yanga na watakuwa wameshalingana michezo. Sasa hivi hakuna atakayesema kwamba ana kiporo tena, pamoja na kwamba Yanga anacheza Jumamosi. Kwa hiyo ina maana bado kutoka kuna mechi moja Yanga yuko mbele, lakini Azam nao nawaona ile kasi yao na kuja nayo. Kwa hiyo hichi ambacho Simba amekipata leo ina maana kimemuongezea nguvu ya kwenda kwenye mechi ya Mzizima Dabi ambao wanaenda kucheza Jumapili. Lakini ukitazama hata jinsi ambavyo Simba wamekuwa wakifunga magoli, kuna wakati Yanga walikuwa wamewaacha Simba nafikiri magoli 12, lakini sasa hivi ukiona ile gap limeenda likipungua taratibu, kitu ambacho kinaendelea pia kuonesha ule ubora wa kwenye ligi yetu. Mara nyingi hizi point ndio kitu cha msingi zaidi ambacho unatakiwa ukichukue kwanza. Kwa hiyo ukishapata hizi point, tofauti ya pointi moja, unaamini ya kwamba mpinzani wako labda kesho kutwa anaweza kadondosha pointi, lakini na wewe pia unatakiwa ujihadhari, kwa sababu ukidondosha wewe na maana unaendelea kumwachia gap kubwa zaidi. Simba anavuna alama 3, lakini muendelezo mwingine mzuri kwa Selemani Mwalimu ambaye amerejea kambani. Nafikiri ndio mshambuliaji wao pekee na ndo anaoongoza kwa magoli. Sasa hivi amefunga magoli 6. Lakini ukitazama unawezi kuacha kusifu wale ambao wanatengeneza magoli ya Simba. Ukimwangalia Chama, angalia goli ambalo amelitengeneza sehemu alipotoka na umri wake ambao unazungumzwa miaka 34 anaelekea miaka 35, lakini akafanya kitu ambacho kijana wa miaka 22 au 23 ana uwezo wa kufanya. Lakini pia tazama pasi nyingine ya Maema ya goli lingine ambalo limepatikana. Hawa wote ni wachezaji ambao ni wazoefu sana. Kwa hiyo nafikiri Mwalimu anafaidika na hicho. Zile nafasi jinsi ambavyo zinatengenezwa zinampa ule urahisi zaidi kwenye timu yao. Sasa hivi amefunga magoli 6. Ina maana Simba hawajakosea kumleta mpaka sasa hivi. Kwa wachezaji wengi kwenye ligi nyingi za Afrika atakuwa anahitaji magoli 4 ili afikie ile target ambayo mara nyingi wao wanaitafuta. Anakuambiaga anataka goli 10 au kuendelea, lakini chini ya goli 10 anaona kama vile hamna kitu ambacho amekifanya. Kwa hiyo mimi nafikiri kama akiendelea kupata nafasi huko mbele anaweza akafanya kitu kikubwa zaidi kuelekea michezo inayofuata. Inampa nguvu kiasi gani coach Steve Becker, kwa sababu ametoka kutumikia adhabu ya mechi zake zile kadhaa? Mchezo uliopita amefanikiwa kufunga goli, vivyo hivyo katika mchezo wa leo.
Hicho kinakuonesha kwa sababu ya kile ambacho kilitokea wakati mwalimu akiwa hayupo kwenye kikosi. Sababu wakati mwalimu hayupo utamwona Steve Barker alijaribu zaidi ya wachezaji watatu kwenye ile nafasi ambao mwalimu anacheza. Kuna wakati alicheza Mwangosi, kuna wakati alicheza Luemba, kuna wakati alikuja akapata nafasi hiyo akacheza Mpanzu. Kwa hiyo unaona ya kwamba ni sehemu ambayo alikuwa anatamani sana kumuona mwalimu amerudi. Na jinsi ambavyo Simba inacheza kutumia mawinga sana ni timu ambayo inahitaji sana kuwa na mshambuliaji wa mwisho, kwa sababu hata ukiwatazama wenyewe sasa hivi kuanzia mzunguko huu wa pili, dirisha dogo lilipofunguliwa wakafanya usajili, ndio na Simba wameanza kupata magoli mawili na kuendelea kwenye michezo ya ligi. Hapo nyuma ilikuwa ni goli moja alafu linakuwa la shida sana, lakini hata ukitazama mechi ya leo ambao wamecheza unaona kwamba Simba ndio timu ambayo imepoteza nafasi nyingi sana kwenye mechi. Shoot on target nafikiri ni 6 wakati mpinzani amepiga shuti moja. Kwa hiyo unaona kwamba kama wangekuwa makini walikuwa na uwezo wa kupata magoli mengi zaidi kwenye huo mchezo. Nikushukuru kwa sasa Philip Nkini. Nakushukuru sana. Na ni mchambuzi wetu huyo Philip Nkini ameweza kutupitisha katika mchezo huo uliotoka kumalizika muda mchache uliopita, wekundu wa Msimbazi Simba wakivuna alama 3 mbele ya Wanamangush Coastal Union. Tukielekea katika taarifa nyingine, tukisalia kuendelea kuwatazama Simba, baadhi ya wachambuzi wa soka jijini Dar es Salaam wametoa maoni yao kuelekea mtanange wa Mzizima Derby utakaokutanisha matajiri wa jiji Azam FC dhidi ya Simba Sports Club, mchezo ambao utapigwa April 5 dimba la Azam Complex Chamazi. Huu mchezo ubora wake unakuja wapi? Michezo ya namna hii kuna uwezekano wa kuamuliwa na performance ya siku hiyo tu. Yaani leo hii tunaweza tukasema Azam amepata sare dhidi ya timu za daraja la kawaida, lakini anapokuja kucheza na Simba huwa anajiandaa tofauti na zile timu za daraja la chini. Lakini pia tunapomzungumzia kwa Simba, na yeye anavyojiandaa kucheza na Azam ni tofauti na anavyojiandaa kucheza na timu zingine. Kwa hiyo kuna uwezekano, kuna performance ambayo tunaweza tukaiona kutoka kwa Simba ambao hatujawahi kuiona tangu msimu umeanza, na kuna performance tunaweza tukaiona kutoka kwa wachezaji wa Azam ambayo pia hatujawahi hata kuiona katika tangu msimu unaanza. Hiyo ndio sifa ya michezo mikubwa ya namna hii. Kuna muda inakusurprise na viwango ambavyo vinaonekana kwa siku hiyo tu, afu baada ya hapo unaweza usivione tena. Ninachokiona mimi kwenye mechi ambayo inayokuja, naitazama Azam ambayo imebadilika. Azam ukiangalia kwenye mzunguko wa kwanza kwenye zile timu kubwa ambazo zinatazamwa kwa maana zile top 4 kwa maana ya Simba, Yanga pamoja na Singida, Azam amechukua pointi 7. Kwa maana kamfunga Singida, kamfunga Simba, kadro na Yanga. Kwa hiyo unaiona ni timu ambayo ipo katikati mwa hizi timu, lakini ukiangalia naitazama Azam kama inaendelea kuwa bora. Japo Azam ukitazama ikicheza na timu kubwa na ikicheza na timu ya madaraja ya kati au ya chini kuna utofauti. Azam inaweza kadondosha point pale ambapo usipotarajia, lakini ikachukua ushindi sehemu ambayo watu wote wanaamini ni pagumu. Ongezeko la golini Aish Manula ambaye hakuwepo kwenye mchezo wa kwanza, naona ni eneo muhimu sana, ni kama usajili mpya ndani ya Azam. Lakini kwa upande wa Simba imebadilika kiasi kikubwa sana. Idadi kubwa ya wachezaji ambao walishiriki kwenye mchezo wa kwanza hawapo kwenye mchezo huu. Unajua ile Simba walikuwa wanazungumzia Simba ambayo ilikuwa anamwangalia kama Aua ndiye ambaye anaweza kaamua Simba ichezeje. Lakini sasa hivi Simba wamemrejesha Chama, ukiangalia hao akina Aura, watu wengi wamebadilika. Changamoto yao naiona eneo la ushambuliaji pale mbele kuna mabadiliko makubwa, lakini Selemani Mwalimu eneo la mbele pale anaweza kaleta kitu, lakini ubadiliko wa usajili mdogo ambao wamefanya Simba umebadilisha Simba sasa hivi hata kwenye mijadala ya ubingwa ambao watu wengi walishaitoa Simba wameirejesha. Dabi ya Mzizima ni moja kati ya michezo mikubwa kwenye soka la Tanzania, lakini ukubwa wake unasababishwa na nini? Ukiondoa ubora mkubwa wa wachezaji ambao wapo kwenye timu zote mbili, lakini kile ambacho kimekuwa kinapatikana kiwanjani, kwa maana kwamba ubora wa mechi yenyewe, namna ambavyo makocha wa timu zote mbili wanashindana kwenye mbinu pamoja na ubora wa wachezaji wao kwenda kutekeleza mbinu ambazo makocha wao wanazihitaji kuziona kutoka kwao. Mchezo huu unakuwa muhimu zaidi kwa sababu pia ya nyakati ambazo tupo. Simba wametoka kuangusha alama hapa katikati, licha kwamba wamekuwa wanashinda pia wapinzani wao pia kwenye ubingwa. Tukizungumza Yanga na Azam, na wenyewe wamekuwa wanaangusha alama, lakini bado wamekuwa wanapata matokeo kiasi cha kwamba pengo baina yao sio kubwa sana. Kwa ni mechi ambayo kwa timu zote mbili imebeba hatima kubwa sana kuelekea kwenye Na ni wachambuzi wa soka hao jijini Dar es Salaam wakitoa maoni yao kuelekea dabi ya Mzizima itakayopigwa Jumapili hii, na mchezo huo utakujia mubashara kupitia kisimbuzi chako cha Azam TV. Hivyo ni kusisitize kwamba lipia mapema kuepuka usumbufu wa kimtandao. Na kuelekea katika mtanange huo, lipo swali ambalo tulikuuliza kupitia katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii, na swali lilikuwa likihoji kwa kutazama viwango vya sasa Simba Sports Club na Azam FC, je, una matarajio gani kuelekea
Mzizima Dabi Jumapili hii. Swali lilikuwa likihoji hivyo, lakini sasa tutazame kile ambacho umeweza kutuandikia kupitia katika kurasa zetu, tukianza na Facebook. Justin Mtambo anasema mechi itakuwa tafu sana, maana mpira wa Tanzania saizi hakuna matokeo mkononi kama zamani. Tulikuwa tukijua kuwa ushindi ni wa Simba na Yanga tu, lakini saizi hakuna ubashiri wa namna hiyo. Naipenda sana NBC Premier League. Lakini huyu ni Hizr Kala anasema ni mwite Emmanuel kutoka Mhoza kutokea Mwanza, anasema Azam wana kiwango cha juu, Simba wana kiwango cha juu, kwa hiyo mimi nawapa 50-50, yani 50 kwa 50 kwenye Mzizima Dabi. Lakini Omari Gimbo nipo Churwi Mkuranga, mechi itakuwa nzuri na yenye ushindani, lakini naipa nafasi kubwa Simba Sports Club kwa sababu wana kikosi bora zaidi kwa sasa na pia wapo kwenye kiwango bora zaidi ya Azam. Hayo ndio maoni ambayo umeweza kutuandikia kupitia ukurasa wetu wa Facebook, lakini sasa tutazame kile ambacho umetuandikia kupitia Instagram. Huyu ni Stane Labani kutoka Turiani Morogoro. Mimi nadhani tutashuhudia moja ya mechi bora ya msimu huu. Kila timu imejipanga na wamesajili wachezaji wengi wenye viwango. Kwangu mimi bado nampa nafasi Azam ya kushinda. Lakini Jafari Kopo kutoka Moshi Kilimanjaro anasema wote na waona kuwa na mzani sawa kwa madaraja ya mabenchi ya ufundi mpaka wachezaji. Naiona inakwenda kuwa mechi ya 50-50, yoyote anaweza kushinda ama sare. Lakini Sita Kija kutoka Simiyu Meatu, mechi naiona ngumu kulingana na pressure watakayokuwa nayo. Simba atakuwa na pressure zaidi, maana mpinzani wake bado yupo kileleni tayari. Azam FC ameshasogea mpaka nafasi ya 3 baada ya Simba kupata ushindi katika mchezo wao uliomalizika muda mchache uliopita. Huu ni mshike, mimi ni Akida Kilango. Tukiendelea kutazama mshike, ligi kuu ya NBC itaendelea kesho, ambapo katika mchezo wa mapema utakaopigwa saa 8 kamili mchana, Walima Zabibu Dodoma Jiji watakuwa wenyeji wa Fountain Gate FC, mchezo utakaopigwa uwanja wa Airtel mkoani Singida. Kuelekea katika mchezo huo, kocha mkuu wa Dodoma Jiji FC Aman Josia pamoja na goalkeeper Custom Hagama wamezungumzia maandalizi yao mapema leo katika mkutano na waandishi wa habari. Katika hali za wachezaji ziko vizuri na tumepata urejeo wa wachezaji wetu. Idi Kipagwile ambaye tulimkosa katika mechi ambayo iliyopita, kwa maana mechi ya Azam hatukuwa naye. Edgar William hatukuwa naye pia katika mechi ya Azam. Benongasa pia hatukuwa naye katika mechi ya Azam. So tunaona urejeo wao pamoja na uwepo wa mchezaji ambaye hajatumika Bea, nafikiri ni kitu kizuri sana kwenye maandalizi yetu. Kwa hiyo ukiweka hivyo pamoja na preparation ambayo tumeweka kwenye kiwanja cha mazoezi, ukizingatia ugumu wa mechi ambayo tunakuja kukutana nayo na raundi hii ya pili, nafikiri tunadhani mpaka sasa hivi so far katika masaa machache yaliyobaki, nafikiri tuko tayari. Huu mchezo una umuhimu kwetu kwa sababu ni mchezo ambao tuko home, na maana tuko nyumbani. Haijalishi tuko tofauti na mkoa wetu wa Dodoma, lakini haibadilishi maana yote ya kuwa nyumbani. Tuko Singida lakini bado tuko nyumbani. Mchezo ni muhimu. Kwa upande wa Fountain Gate wanaonolewa na kocha Mohamed Laiza, amesema na kile kikosi chake kuwa katika nafasi mbaya ya msimamo wa ligi kuu ya NBC, hivyo kikosi chake kitapambana kuhakikisha kinavuna alama 3 katika mchezo wao wa kesho. Naamini tuko tayari kwa ajili ya mchezo wa Dodoma. Tumesafiri takriban wachezaji 26 na wote wako tayari kuikabili Dodoma Jiji. Kitu ambacho tunaambizana kwa ujumla ni namna gani tunaweza kupata pointi 3, kwa sababu ndicho ambacho kitu cha muhimu kuliko kitu chochote, na ndo malengo ya timu na kwa mchezaji pia mmoja mmoja. Kwa hiyo mazungumzo yetu sana ni kwa ajili ya pointi 3 kutokana na position tulokuwepo sio nzuri. Kwa hiyo hayo ndo mazungumzo ambayo tunazungumza sana na ndo kitu ambacho kimetuleta Singida. Na jioni ya leo kikosi cha Fountain Gate FC kimefanya mazoezi yake ya mwisho kujiandaa na mchezo wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara dhidi ya wenyeji wao Dodoma Jiji FC, mchezo ambao utapigwa kesho katika dimba la Airtel Stadium saa 8 kamili ya mchana. Mwenzetu Deus Liganga kutoka mkoani Singida ameshuhudia mazoezi hayo na hii ni taarifa yake. Wamefika upande wa pili. Fountain Gate FC nao hawako nyuma, licha ya kuwa ugenini. Wamefika mkoani Singida mapema na kufanya mazoezi yao ya mwisho jioni ya leo. Kubwa, tumemaliza session yetu ya leo katika uwanja wa Airtel
uliopo mkoani Singida, na naamini kesho ndo tutautumia katika mchezo wetu dhidi ya Dodoma Jiji. Tunafikiri sisi tumeshajiandaa kwa ajili ya mchezo huo, lakini tumekumbana na changamoto kama mbili hivi ndani ya uwanja. Moja ni muda wa mchezo, utakuwa saa 8 mchana, lakini jua la Singida ni kali zaidi au tofauti na sisi tulipotoka, namaanisha kanda ya kaskazini, mikoa ya Arusha na Manyara. Tumejaribu kuongea na vijana, wajaribu kuangalia jinsi gani tunaweza tukasaidiana kwa namna moja ama nyingine kuzoea hali ya hewa hiyo kwa wakati ambaye upo mbele yetu kwa ajili ya mchezo dhidi ya, lakini pia tumepata changamoto. Daniel Joram ameshindwa kumaliza mazoezi yetu, kwa hiyo hatutakuwa naye kwenye mchezo wa kesho, pamoja na Isa Abushiri ambaye aliumia tukiwa kule kambini. Kwa hiyo tutakosa wachezaji wawili. Tumekuja katika uwanja wa Airtel, tumefanya mazoezi ya mwisho hapa, tumemaliza, lakini matarajio yetu kufika hapa ni kupata ushindi wa pointi 3, kwa sababu hali ilivyo kwenye table hatupo sehemu salama sana. Kwa hiyo tunazitaka pointi 3 tuweze kuzipata. Mchezo kati ya Dodoma Jiji FC dhidi ya wageni Fountain Gates FC natarajiwa kupigwa saa 8 mchana katika dimba la Airtel Stadium mkoani Singida. Deus Liganga, Azam Sports. Tuelekee sasa mkoani Manyara ambapo kocha mkuu wa Mbeya City Meki Maxime amesema wametumia vyema uwanja wa mazoezi kufanyia kazi makosa yaliyokuwa yakijitokeza katika michezo yao iliyopita baada ya kupata matokeo katika mchezo wao wa kesho dhidi ya KMC FC. Tumeshajiandaa vizuri. Kwa hiyo nafikiri ni vijana tu kusahau yale matokeo yaliyopita ili kuangalia mbele tunakwenda vipi. Ndio kikubwa. Sasa hivi michezo ni migumu. Mchezo ni mgumu hasa ukizingatia unacheza na KMC, timu ambayo nayo haina matokeo mazuri kama sisi, lakini ni matokeo tu ya mpira, lakini ni timu nzuri, ina mwalimu mzuri na ina wachezaji wazuri. Kwa hiyo kikubwa ni labda wanakosa tu matokeo kama sisi tunavyokosa. Kwa hiyo nafikiri kesho utakuwa mchezo mzuri kwa sababu kila mmoja anataka ajipambanie. Tunabudi kumshukuru Mwenyezi Mungu, tumejiandaa vizuri kwa mchezo wa kesho na tuna matumaini makubwa sana kwanza kuondoka na alama 3 kesho katika uwanja wa nyumbani. Hayo ni ya Mbeya City, lakini kwa upande wa Wanakino Boys KMC FC watakuwa ugenini dimba la Tanzanite Kwaraa kuwakabili Mbeya City FC ikiwa ni mwendelezo wa ligi kuu soka NBC Tanzania Bara. Kocha KMC amesema anafahamu mchezo wa kesho utakuwa na mbinu nyingi, kwani kila timu inahitaji matokeo kutokana na nafasi wanazoshika katika msimamo wa ligi kuu. Tumeamka vizuri siku ya leo, tumeamka salama. Nadhani vijana wako vizuri na sisi tuko vizuri. Tunashukuru kwanza kwa makaribisho mazuri ambayo mmetukaribisha wenzetu wa Babati. Sisi kama KMC tumekuja kwa ajili ya mchezo wetu wa kesho. Tunacheza na Mbeya City, mchezo mmoja ambao utakuwa mgumu kwetu kwa sababu ukiziangalia timu zote mbili haziko salama, ziko katika maeneo ya hatarisho kidogo katika ligi. Kwa hivyo kama sisi KMC tumekuja kwa malengo ya kutafuta alama 3. Tunajua kuwa tunacheza na timu ambayo timu ni nzuri, timu ambayo nadhani ina wachezaji wazuri na mwalimu mzuri, bila shaka na wamejiandaa vizuri. Ndio maana ikaitwa ligi, kwa sababu ni mechi nyingi ambazo zinatofautisha kati yetu sisi na wapinzani. Kwa hiyo mashabiki wa timu yetu wanachotakiwa kujua ni kuwa tuko kwa ajili ya kutafuta point ili tuweze kusogea kwenye nafasi nzuri, kwa sababu tumepishana point chache. Unajua sisi tuna point 8, wajuu wetu wana point 13, wana 13, wana 16, ana 19, ana 20. Kwa hiyo tukianza na mechi ya kesho na imani tutakuwa tunazidi kupunguza gepu mchezo baada ya mchezo. Tukiendelea kuwatazama Wanakino Boys KMC FC jioni ya leo wamefanya mazoezi ya mwisho dimba la Tanzanite Kwaraa ikiwa ni maandalizi kuelekea mchezo wao wa kesho dhidi ya Mbeya City. Kwa maandalizi tumejiandaa vizuri. Nafikiri tulianza maandalizi tangu Dar es Salaam, na tunamshukuru Mwenyezi Mungu tumesafiri vizuri kutoka Dar kuja Babati. Tumejiandaa vizuri, magolikipa wangu wote ni wazima kabisa. Swala la magolikipa kuruhusu magoli mengi, mimi nafikiri tangu nimefika sijaruhusu magoli mengi zaidi ya goli 3 tulizofungwa na TRA. Magoli yaliyokuwepo ni ya kawaida tu na ambayo ni tumeshayafanyia kazi, tumetrain na imani mpaka leo tumefikia hapa, na imani mwalimu amefanyia kazi makosa yote tuliokuwa tumefanya huko nyuma. Tuna matarajio kwenye mchezo wetu huu unaofuata tutafaa vizuri. Tunamshukuru Mungu, timu imesafiri salama kutokea Dar es Salaam. Tumesafiri takriban kilomita 657 mpaka hapa Manyara katika wilaya ya Babati kwa ajili ya mchezo wetu wa NBC Premier League dhidi ya
Mbeya City ambao wamelazimika kutumia uwanja huu baada ya uwanja wao wa Sokoine kufungiwa, na tumekuja wote hapa tukiwa kama wageni. Wao wageni na sisi wageni. Maana yake hii ni mechi ambayo ni mechi ambayo inaweza katika neutral ground. Kila mtu ni mgeni. Kwa hiyo yule ambaye atajipanga vizuri, yule ambaye ata-approach vizuri mchezo wake ndio atakwenda kupata matokeo. Lakini sisi kama KMC Football Club tumejipanga vyema kwa ajili ya huu mchezo. Tunawakaribisha wakazi wa hapa Babati na maeneo ya karibu, hata watu ambao wanatokea Kondoa, watu ambao wanatokea Hanang', watu ambao wanatokea Singida, watu ambao wanatokea Arusha. Wanaweza wakaja kesho hapa kwa ajili ya kushuhudia burudani kutoka kwa vijana wa mjini. Sisi tunasema sasa rasmi tunakwenda kuanza ligi. Na hiyo ndio slogan yetu. Tunakwenda kuanza ligi rasmi kuanzia kesho. Kwa hiyo tunawakaribisha wadau wote waje kutazama hiyo mechi, na sisi tumewaandalia surprise kubwa. Slogan ni kwamba ligi inaanza rasmi kesho. Kwanza kabisa nimshukuru Mwenyezi Mungu, tumefika salama kwenye mkoa wa Manyara kwa ajili ya mchezo wetu wa kesho. Mimi nafikiri sisi kama KMC tumejiandaa vizuri, tumefanya maandalizi ya kutosha kwa ajili ya mchezo wa kesho, na nafikiri walimu na benchi lake la ufundi wametuelekeza maelekezo ya kutosha. Kikubwa kilichobaki ni sisi kwenda kuyafanyia kazi kesho, kuhakikisha tunajituma kwa 100% na kupata matokeo katika mchezo wa kesho. Nafikiri morali ya wachezaji iko juu, ukizingatia na kwenye msimamo sehemu tuliopo, kila mchezaji anaamini tunaweza kufanya vizuri na tunaweza tukapambana tukatoka huku chini tukafanya vizuri msimu huu. Ni maandalizi ya mwisho hayo kwa upande wa Wanakina Boys KMC FC kabla ya kesho kushuka dimbani kukipiga dhidi ya Mbeya City. Lakini kwa muda huu naungana tena na mchambuzi wetu Philip Nkini kwa ajili ya kuweza kutazama mengi kuelekea katika mchezo huo. Kwanza Nkini, kwa kuanza, ni Mbeya City dhidi ya KMC FC, lakini mchezo wa pili ni Dodoma Jiji dhidi ya Fountain Gate FC. Tulitegemea kuona mchezo ukipigwa mmoja Mbeya, mmoja Dodoma, lakini kwa sababu ya viwanja kufungiwa, ina maana mashabiki wa mikoa husika wanakosa burudani kesho. Lakini hata kwa timu wenyeji, hii ina athari kiasi gani? Kwanza sio kitu kizuri, kwa sababu mashabiki wanakuwa wamejiandaa kuiona timu yao. Kuna wale ambao wataenda kuiona, lakini gharama zinakuwa ni kubwa sana. Lakini pia kwa timu pia kuna wakati unaweza pia ukawa ukienda kule unapoenda kutafuta uwanja inakuwa ni kama ugenini kwako, kwa sababu kuna vitu umeshazoea nyumbani kwako. Kwa hiyo wakati mwingine vinaipoteza timu kwenye ile direction ambao wameitengeneza. Lakini pia gharama pia kwa timu, kwa sababu timu kama itatoka Mbeya, itaondoka labda itaenda Dodoma, au itatoka Arusha ambao uwanja wake wa nyumbani, alafu ikaenda kutafuta uwanja Kigoma, ina maana gharama ni kubwa sana pale. Mnapoenda kucheza wote mnakuwa ugenini. Ulomuita akaja kwako na wewe ambao uko pale, kwa sababu pale sio sehemu ambayo umeizoea sana, tofauti na nyumbani kwako. Kwa hiyo kuna kitu kikubwa sana ambacho timu inakosa kwenye mazingira hayo. Sio kwa timu ndogo tu. Yaani hata leo ukiwaona Simba, Yanga, sijui Azam, kila mmoja ana bezi kwenye uwanja wake. Leo ukimwambia Azam usicheze Chamazi, nenda kacheze uwanja mwingine, kuna kitu fulani hivi anakimisi ambacho alikuwa anakipata pale. Lakini faida ya mashabiki wanakuwa nayo kwa sehemu zote wanazokwenda. Sasa kwa hawa wakubwa inakuwa tofauti na zile timu ndogo, lakini nao sio wale wengi ambao unawapata, kwa sababu mashabiki wengi wa hizi timu nao sio mikoani wapo, lakini pia kuna wale ambao ni kindakindaki ambao wako Dar es Salaam, ambao sio wote wanaweza kusafiri na timu yako, sio wote ambao wanaweza wakawa na ile vibe ambao mara nyingi wanakuwa nalo wakiwa kwenye uwanja wa nyumbani. Kwa hiyo kuna vitu fulani ambavyo timu zote mbili zinakosa. Ndio maana leo ukimwambia Yanga anaweza kwambia mimi nataka kucheza KMC. Ukimwambia nenda Meja Samuel atakwambia hapana, hapa kuna base yake. Ukimwambia Simba nenda KMC atakwambia hapana, nataka kubaki Meja Samuel kwa sababu kuna kitu ameshakiona pale, anza kupata ushindi. Kwa Azam pia hivyo hivyo. Kwa hata hizi timu ndogo, hizi ndogo ndo zinaathirika zaidi, kwa sababu kwanza hazina mashabiki wengi, hata hali ile ya viingilio uwanjani vinakuwa vichache hata wakiwa nyumbani. Kwa hiyo wakienda ugenini, kama wakienda sehemu ambao mashabiki sio wengi sana ambao wanavutika na football, ina maana inaendelea kuwapunguzia zaidi kile kidogo ambacho walikuwa wanakipata. Mchezo wa mapema Dodoma Jiji dhidi ya Fountain Gate, tutegemea mchezo aina gani? Mchezo wa aina mbili tofauti. Dodoma angalau kidogo wameshajipata kwenye ligi. Ukiwaona wanavyocheza, walivyokuwa nyumbani kwao kwenye uwanja wao, walikuwa ndio base yao. Dodoma nafikiri mchezo ambao walikuwa wamepoteza pale nyumbani dhidi ya Azam peke yake. Lakini ule mwingine dhidi ya Pamba ulikuwa ni mchezo ambao walipokonywa pointi kwa sababu ya kanuni zinasemaje. Kwa hiyo nyumbani kwake alikuwa bora. Sasa hivi anakwenda sehemu nyingine ambayo ni tofauti. Fountain Gate
umewaona wana matokeo yale ya leo wanashinda, kesho hawashindi, kesho kutwa wanatoka sare, kesho kutwa wanapoteza. Kwa kikubwa kwao Fountain sasa hivi ni kuhakikisha kwamba wanaamka kwenye ligi ili kupata matokeo mazuri, kwa sababu hata nafasi ambayo hapo mpaka sasa hivi sio nafasi ambayo inashawishi sana. Kwa Dodoma unawaona nao wanatakiwa lazima kuendelea kupata ushindi ili waangalau waanze kujiweka sehemu salama zaidi, kwa sababu ukiona ratiba ya ligi resi sasa hivi zimekuwa ni kali sana. Utatoka hapo utaenda hapo, utatoka hapo utaenda hapa. Kwa hiyo ukiendelea kudondosha pointi, mwisho wa siku unaweza kujikuta Fountain anaanza tena kufikiria kucheza playoff kama alivyofanya msimu uliopita. Lakini pale Tanzanite kwa raha Babati Manyara tuna vita nyingine kimkutanisha Meki Maximia na upande wa Mbeya City dhidi ya Baresco upande wa KMCFC. Wote nafasi zao si nzuri. Mmoja nafasi ya 16, mwingine nafasi ya 14. Hii pia itaupa ugumu kiasi gani mchezo huo? Kwanza wote uliowataja ni walimu wazoefu kwenye ligi yetu. Nafikiri ni kati ya wale walimu wazoefu sana kwenye ligi. Kwa kila mmoja anajua nini anachoenda kukitafuta. Kwa KMC mambo ni magumu zaidi kwao, tofauti na jinsi ambavyo iko Mbeya City. Sababu KMC ukiwatazama wana pointi 8, wameshavuka, wameenda mzunguko wa pili. Kwenye mzani wa kawaida unaweza ukasema kwamba kama watachanga karata zao vizuri, msimu uliopita labda watacheza mwisho wa msimu watacheza labda playoff, au msimu ujao wanaweza wakashuka championship. Kwa hiyo wanatakiwa wapambane hapa. Mbeya City bado unawaona ya kwamba kuanzia Meki yameenda hawana matokeo yale ya jumla ya moja kwa moja. Kuna wakati unaona wanapambana mechi wanapata sare, lakini matokeo yao ukiona hata pressure ambayo ipo kwenye mkoa kule, kila siku pressure imekuwa ni kubwa zaidi. Nafikiri hii mechi ndio mechi ambayo nimesoma baadhi wameahidiwa kiasi fulani hivi cha hela kuhakikisha kwamba wanapata ushindi, kwa sababu hawa ndio sasa wanakutana timu ambazo ni level moja, zinafanana kwenye uwezo. Zile nafasi ambazo wapo inaonyesha kiwango chao ni sawa. Kwa kila mmoja anatakiwa achukue point 3. Ukizikosa hizi huwezi kuzipata sehemu nyingine. Nikushukuru sana Philip Nkini, bila shaka utakuwa umeshalipia kisimbuzi chako ili basi kuanzia kesho saa 8 uweze kufurahia burudani ya soka. Kuanzia jana. Nikushukuru sana. Asante sana. Na ni mchambuzi wetu huyo Philip Nkini akitupitisha katika michezo hiyo miwili ambayo itapigwa kesho na utaweza kuishuhudia kupitia kisimbuzi chako cha Azam TV kuanzia saa 8 kamili mchana. Hii ni nusu saa ya kwanza tunaikamilisha hivyo, lakini nitakaporejea yapo mengine mengi utakayoyafahamu yakiwemo haya. Rais wa shirikisho la soka Italia achia ngazi rasmi akiwajibika kwa aibu ya Italia kukosa kutinga fainali za kombe la dunia. Waziri Mwanaefe atilia mkazo serikali kuanzisha ligi kwa wachezaji wa ndani. Asante kwa kuendelea kufuatilia Mshike Mshike. Bado upo nami Akida Kilango. Mabingwa watetezi wa ligi kuu soka NBC Tanzania Bara Young Africans wamefanya mazoezi ya mwisho leo jioni Avic Town, ikiwa ni sehemu ya maandalizi kuelekea mchezo wao wa ligi kuu ya Jumamosi dhidi ya Wajelajela Tanzania Prisons. Kuelekea katika mchezo huo, meneja wa habari na mawasiliano ya klabu ya Yanga Ali Shabani Kamwe amesema maandalizi kuelekea katika mchezo huo utakaopigwa Aprili 4 saa 12:15 jioni yamekamilika. Kamwe amesema baadhi ya nyota walikuwa wakisumbuliwa na majeruhi wameshaanza kurejea kikosini. Maandalizi yanakwenda vizuri toka tulipoanza kambi yetu tarehe 30. Wachezaji wamepokea vizuri baadhi ya maboresho waliofanya kwenye benchi la ufundi na morali imekuwa kubwa, wana motivation kubwa ya kuweza kurudi kwenye ligi na kufanya vizuri. Ndio ujumbe ambao tumewapa. Turudi kwenye ligi na turudi tukafanye vizuri. Turudi kwenye ligi tukafanye vizuri. Wale ambao walikuwa ni majeruhi wamerejea baadhi na tutakuwa nao kwenye mchezo, lakini tegemea pia na plani za mwalimu, lakini kwa asilimia zaidi ya 80 ambao walikuwa kwenye injury wamesha recover na wako tayari sasa kwa shughuli. Meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya Young Africans Ali Kamwe huyo akizungumzia kuhusiana na maandalizi ya timu hiyo. Lakini kwa upande wa baadhi ya mashabiki wa klabu ya Yanga jijini Dar es Salaam wametamba kwamba kutokana na ubora uliopo katika kikosi chao wana uhakika timu hiyo itatetea ubingwa wa ligi kuu katika msimu huu wa 2025-26. Napoizungumzia Young Africans, sioni timu ambayo inaweza kuwazuia Young Africans kubeba ubingwa. Kimkakati, Young Africans wanajipanga vizuri kila siku, kila mechi. Kama timu ya Yanga imepitia kwenye wakati mgumu ikiwa na majeruhi wengi, alafu hakuna timu imeifunga. Na sasa hivi tunaona wachezaji wengi wamerecover
tumeona wachezaji kama kina Prince Dube wamerudi. Na wakati wanamalizia zile mechi za mwishoni, hakuna timu imeweza kuifunga. Na sasa forward ya Yanga imerudi. Nani anaweza kuistop Young Africans? Tukizungumzia kwa upande wetu wa timu yetu bora na bingwa ya Yanga, kwa imani yangu yote inaiweka kwamba Yanga lazima ishinde. Ubingwa ni wetu, wala hatupepesi macho. Kwa wana Yanga, labda niseme kwamba kwa kuatia moyo, ushindi ni wetu na kombe lazima tutachukua. Unapozungumzia klabu ya Yanga, unazungumzia kwanza timu ambayo inalenga kubeba kila kikombe ambacho kiko mbele. Kwa hiyo sishangai kuona kwamba Yanga kwa msimu huu inaendelea kubeba vikombe vyake vyote vilivyobeba msimu uliopita vitano, na pamoja na kwamba tumepitia katika kipindi kigumu cha kuwa na majeruhi, lakini tumeona kwamba hakuna timu ambayo imeifunga Yanga. Ninavyoangalia Yanga yangu iko vizuri. Haina tatizo lolote. Changamoto ndogo ndogo zipo, ila wasimamizi wapo pia, watazidi kuzitatua changamoto ndogo ndogo. Ila naona ubingwa upo. Na ni mashabiki wa Young Africans hao Dar es Salaam wakizungumzia kuhusiana na klabu yao. Lakini kule Zanzibar, mashabiki wa klabu ya Yanga kule Zanzibar wameungana kuandaa safari ya kuelekea jijini Mwanza kushuhudia mtanange wa wananchi wakikipiga dhidi ya Pamba Jiji. Tunahamasisha kwa ajili ya safari yetu ya kwenda Mwanza. Hapa tunatoka zetu na zetu Mwanza tarehe 5. Tukijaliwa tarehe 8 tuna mchezo na Pamba Jiji. Mungu akijalia. Si wenzetu sana wanakuja. Sisi hatujawahi kwenda, na sisi hivi tunavyosema tuko hea, tuko vizuri, tumejipanga sana. Popote tupo tayari kwa kweli. Hapa matawi si chini ya matawi 30 ya upande wa Unguja, ambayo kwa sasa tumesema tunahamasisha Yanga mshikamano Zanzibar. Kwa sasa hivi tupo kwa ajili ya safari ya kuelekea Mwanza kwa ajili ya mechi ya Pamba na Yanga. Tumejiandaa vizuri kuelekea katika mechi kuelekea mkoa wa Mwanza dhidi ya Pamba Jiji. Tumejiandaa vizuri na ndo mara yetu ya kwanza kutoka Zanzibar kuelekea mkoa wa pili. Tunashukuru na tunatakia ushindi timu yetu. Na ukiona watu wanatoka Zanzibar wanavuka, basi ujue kuna namna. Tunachokwenda kufanya ni kuiombea timu, kuiunga mkono timu kupata ushindi. Tunachotaka kusema kutoka Zanzibar ni non-stop ushindi kwa mchezo huo ambao tunauendea kwa maana ya Pamba Jiji, na baada hapo michezo mingine yote. Tunachoomba kwamba wanayanga Mwanza, wanayanga mikoa ya karibu na Mwanza, Tabora, Shinyanga watupokee kuanzia Dar es Salaam tukiondoka hapa na basi letu mpaka tunaingia Mwanza. Tunataka tuambie uongozi, tumetoka Zanzibar kwa sababu ya Yanga, na tunawaambia ushindi haupingiki. Ni sawa na kusema kwamba kozi mwana mandanda kulala njaa kupenda, mambo kangaje uenda akaje. Wana mshikamano Zanzibar ambao tumekusanya matawi yote, tunaelekea Mwanza kwenda kuipa nguvu timu yetu ya Yanga, kwenda kuipa support timu yetu ya Yanga. Kwa hiyo tumejipanga. Ndio limejiweka taasisi hii kujenga kundi kama hili kwa kwenda huko. Kwa hiyo lengo na mazumuni kwenda kuhamasisha wenzetu ili waje tuungane nao, kama wana uwezo wa kwenda basi twende nao. Ikiwa hawaendi basi wajiunge na hili grupu liwe la family moja kwa moja. Hiyo safari ni Azam Marine Costa Mwanza. Tukiendelea kutazama mengine katika mshike, kikosi cha Tanzania Prisons kimewasili salama jijini Dar es Salaam na kuanza maandalizi kwa ajili ya mchezo wao dhidi ya Young Africans utakaochezwa Aprili 4 katika dimba la KMC Complex, na mchezo huo kuonyeshwa mbashara kupitia hapa Azam TV. Tunaendelea vizuri, maandalizi yanaendelea vizuri. Tumekuwa na mazoezi ya kama wiki hivi Mbeya, kwa tupo hapa kwa ajili ya kumalizia tu. Kama unavyoona tunafanya, jana tumesafiri, tunafanya kama recovery session ambayo inakuwa na nini yake, na kesho tumalizie pre-match training. Basi tuende kukabiliana na Yanga kesho kutwa. Tuna mechi ngumu na nafasi tuliopo sio nzuri kwa timu kama ya Tanzania Prisons, kwa tunajitahidi kufanya kazi kwa bidii ili tuweze kutoka hapo tulipo. Kwa ambacho tunawaomba tu ni waendelee kutusupport kwa hiki ambacho tunakifanya, waendelee kuwa support wa wachezaji na uongozi kwa ujumla, ili
ili timu iweze kufikia malengo yao, kwa sababu tumekuwa chini muda mrefu na tuna matumaini yao kama tutaendelea na ile trend ambayo tumeifanya mechi ambazo 2-3 ambazo tumefanya nyuma. Nafikiri tunaweza kwa kushirikiana wao wakitupa support tunaweza tukatoka hapa tulipo. Hizi yetu naweza sema iko vizuri. Timu iko poa, wachezaji wako psyched up na hiyo mechi. Tunangoja tu time ifike tujitume. Nasema itakuwa ngumu pande wote. But sasa maybe hadi tufike uwanjani. Juu kipindi first leg ilikuwa ngumu zaidi. Nadhani walipata bao last minute. Lakini najua hii itakuwa ngumu zaidi. Nawaambia tu wakuje, watu support, wasi lose hope. Najua pia kwa table tuko vizuri, lakini naomba tu wakuje watupatie hiyo support. Tukiwaona wakiwa wengi hapo pia morale itakuwa juu sana. Tunaomba tu wafike, hatutawa disappoint. Katika hatua nyingine, ofisa habari wa Jelajela Tanzania Prisons Alexander Ngelela ameweka wazi mikakati walioiweka kwa ajili ya kuinusuru timu hiyo kutoka katika janga la kushuka daraja. Tanzania Prisons bado tupo sana kwenye ligi ya NBC. Tupo sana na tunajua namna ya kujishikilia. Kwa hiyo sisi bado tupo sana na tumekuwa na mipango kadhaa. Na mpango wa kwanza ulikuwa ni namna ya kufanya mabadiliko katika benchi la ufundi. Tulifanya mabadiliko kwa mwalimu, tukamtoa Zedekia Utieno na kumleta Shadrack Nsajigwa, na tumeona matunda ya Shadrack Nsajigwa kuanzia mechi zote ambazo amecheza. Tanzania Prisons ambayo ilikuwa haipati magoli sasa inapata magoli. Tanzania Prisons ambayo ilikuwa haichezi, lakini kwa sasa Tanzania Prisons inacheza, na wewe utakuwa ni shahidi. Umeona hata maingizo mapya ambayo tumeyafanya dirisha dogo. Umeona mtu kama George Mpore amecheza mechi 9 sasa, lakini mpaka sasa hivi ana magoli 4. Kwa hiyo unaona ni mwendo mzuri. Lakini unaona Gustavo Simons ameingia, ingizo lako limekuwa ni nzuri, amekuwa akicheza first 11. Unaona Emmanuel Martins na yeye amekuwa akifanya vizuri. Kwa hiyo tunaona kuna mwendo. Lakini mwalimu kikubwa ambacho amekifanya tangu ameingia kwenye timu, amekuwa akizungumza na wachezaji kubadilisha zile nafasi ambazo tunazipata kuwa magoli. Na tumeona kwenye viwanja vya michezo. Tumecheza mechi ya kirafiki dhidi ya Ken Gold, tumeshinda goli 3 kwa 1. Tumecheza dhidi ya Mbeya Stars, tumeshinda goli 2 kwa 1. Kwa hiyo tunaona matunda ya Shadrack Nsajigwa. Kwa hiyo timu iko vizuri na tunaamini tunaenda kucheza na Young, tunaamini tutapata matokeo. Tukitazama mengine hapa katika mshike, naibu waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Hamisi Mwinjuma maarufu kama Mwana FA amesema serikali ina mpango wa kuanzisha ligi mbalimbali za mchezo wa soka ili kutoa nafasi kwa wachezaji wa ndani kupata muda wa kutosha kusakata kabumbu. Kumekuwa na ongezeko la wachezaji wa kigeni kwenye vilabu vyetu ambavyo vinacheza ligi kuu, lakini nimuhakikishie uwepo wa wachezaji hao wa kimataifa. Moja ya mambo ambayo umekuja kufanya ni kuongeza viwango vya ushindani na kuongeza ubora wa wachezaji wetu wa ndani. Kama unaweza kuona kwenye timu zetu kubwa, wachezaji wa ndani ambao wameweza kuwa wana uwezo wa kupata namba na kuziwakilisha timu hizi wamekuwa wanatumika sana kwenye timu ya taifa, kwa vile viwango vyao vinakuwa vya kiushindani zaidi. Na uwepo wa wachezaji wa kimataifa vile umefanya timu zetu kufanya vizuri kwenye mashindano makubwa ya vilabu barani Afrika, na hivyo umesaidia kukua kwa kiwango cha soka letu. Kwa hivyo kunazo juhudi mbalimbali ambazo tunaendelea kuzifanya, ikiwamo mpango wa kuanzisha ligi ya wachezaji wa ndani, lakini kuanzishwa kwa ligi ya muungano, lakini pia hali kadhalika mashindano tunaendelea kuimarisha mashindano UMISETA na UMITASHUMTA, lakini hali kadhalika timu zetu za vijana, ili kuhakikisha tuna wachezaji wa ndani ambao wana uwezo wa kushindana kuiwakilisha nchi yetu kwenye michezo ya kimataifa. Naibu waziri huyo Mwana FA akizungumza kuhusiana na hilo, lakini kwa sasa tupate mapumziko mafupi, nitarejea. Asante kwa kuendelea kufuatilia Mshike. Kampuni ya Azam Media Limited imezindua rasmi filamu 4 mpya zitakazoonyeshwa kupitia jukwaa lake la kidijitali la Azam Max. Kupitia jukwaa hilo, mtumiaji atalazimika kupakua application ya Azam Max na kulipia shilingi 2,000 tu ili kufurahia maudhui hayo popote duniani. Filamu zilizozinduliwa ni My Son, Couple Goals, Green Tanzanite pamoja na Jenina. Kazi hizi zote zina maudhui ya Kitanzania zikiwa na hadithi zenye mvuto mkubwa kwa watazamaji.
kwa wasanii wa filamu nchini imekuwa ni ukosefu wa majukwaa ya kusambaza kazi zao kwa hadhira pana zaidi. Kutambua hilo, Azam Media imeanzisha jukwaa hili la kidijitali lenye lengo la kufungua fursa za masoko kwa wasanii wengi wanaotengeneza maudhui. Tunafungua sasa milango bila kutegemea tena passport au visa. Tuna cross kwenda katika mataifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Zimbabwe, Rwanda, Burundi, Uganda, Kenya kwa kupitia platform, na mpaka kwa diaspora nje ya mipaka ya Tanzania, ambapo wanaweza kuziona kazi zetu bila kutegemea tena kusafirishwa au kudownload kazi moja moja kupitia katika njia za kizamani. Lakini muhimu zaidi ni sisi wasanii kupata chanzo endelevu cha mapato. Kwa kiasi ambacho tutasukuma watu kwenda kufanya traffic kuangalia katika zile platform, ndivyo ambavyo tunaendelea kuturudisha mifuko na kuendelea kupata mapato zaidi kupitia kazi zetu za sanaa. Baadhi ya wazalishaji wa filamu hizo pia wametoa maoni yao kuhusu uzinduzi huo. Kwa kupitia filamu ni rahisi kuweza kuongelea hadithi zetu za Tanzania na watu wakazifurahia, wakaijua nchi yetu, wakajua hata culture na misingi ambayo tunaishi Tanzania, wakaipenda, wakaja kutembelea, tukaongeza hata kipato kwa upande wa nini, watalii. Kazi yetu mpya ya Couple Goals ambayo inaenda kuanza kuruka kuanzia tarehe 11 Aprili, ninaamini kwamba katika hizi kubwa 4 yenyewe ndio inaenda kukimbiza. Tumepata fursa kubwa sana, yani tumepata exposure kubwa sana nje ya Tanzania sasa kutoka kupitia Azam TV Max. Uzinduzi huu umefungua fursa mpya kwa wasanii, ambapo kila mwezi kutakuwa na filamu 4 mpya zikionyeshwa kupitia Azam Max kwa gharama ya shilingi 2,000 pekee. Joseph Mpangala, Dar es Salaam. Baada ya ripoti hiyo ya Joseph Mpangala, baada ya timu ya cricket kuchukua ubingwa wa Afrika imepata nafasi ya kushiriki mashindano ya kombe la dunia, huku mtendaji mkuu wa chama cha mchezo huo akisema kwao ni hatua kubwa na wanajiandaa kushiriki mashindano ya Challenge League yatakayofanyika Tanzania na kushirikisha timu za Tanzania, Italia, Japan, Malaysia na Uganda. Timu yetu imefanikiwa kuibuka na ushindi wa Afrika ikiwa ni moja ya malengo ambayo tulijiwekea kwa mwaka 2026, na mashindano haya yalikuwa ni mashindano muhimu ya kuweza kufuzu kwa nafasi ya kombe la dunia, kwa maana kwenye Afrika kuna division 2 ambayo ni A na B. Kwa sisi tulikuwa tunacheza division A na tumefanikiwa kuwa timu mojawapo ambayo imefanikiwa kwenda mbele kwa ajili ya mashindano ya kufuzu kwa kombe la dunia. Na siri kubwa ya ushindi, sisi huwa kila tunapomaliza tournament tunafanya review na tunaanza kufanya matayarisho ya tournament inayokuja, ikiwa tunafanyia kazi mapungufu na kuongeza juhudi kwa yale ambayo tunafanya vizuri. Timu imerudi na tumewapa mapumziko ya wiki moja ambayo tunatarajia kuanza matayarisho kwa ajili ya Challenge League, ambayo mara hii sisi ndio wenyeji wa mashindano haya yatakayofanyika mwezi wa 8, na mashindano haya yanajumuisha timu za mabara kutoka nje. Kwa hivyo na sisi itakuwa ni moja ambao, kwa hiyo katika hilo tunatakiwa kujiandaa vizuri na kuhakikisha kwamba tunapokuja hapa nyumbani tunaweza kufanya vizuri zaidi. Zaidi ni kuweza kupata support, kwa sababu ukiangalia chama kinafanya jitihada, lakini kuna mambo mengi ambayo yanaweza kufanya timu kufanya vizuri, na tunaamini wadau wanaona sasa hivi, kwa sababu mchezo wa cricket umekuwa mchezo ambao unakuwa, na kadri tunavyoweza kupata support na kufanya maboresho katika program zetu pamoja na ligi zetu, na imani uko mbele tutafanya vizuri zaidi. Tuelekee sasa kimataifa. Ni rasmi sasa, Gabriele Gravina ametangaza kujiuzulu nafasi yake ya urais wa shirikisho la soka nchini Italia FIGC kufuatia the Azzurri kushindwa kufuzu fainali za kombe la dunia kwa msimu wa 3 mfululizo. Uamuzi wake unakuja siku moja baada ya waziri wa michezo wa Italia Andrea Abodi kumtaka kujiuzulu, kabla ya baadaye Gravina kugomea ombi hilo kwa madai kuwa sio yeye pekee ambaye alikuwa anapaswa kuwajibika. Italia, mabingwa mara 4 wa kombe la dunia, safari yao ya kuisaka etiketi ya kombe la dunia iliishia Jumanne ya juma hili walipoondoshwa na Bosnia kwa mikwaju ya penalti wakati wa mechi ya mtoano. Matokeo yanayomaanisha kuwa the Azzurri hawataonekana Marekani, Canada na Mexico mwezi Juni mwaka huu. Taarifa ya FIGC inasema kuwa kura za kumpata rais mpya zitapigwa Juni 22. Rais wa UEFA Alexander Koferin ameionya Italia kuwa huenda ikanyang'anywa haki ya kuwa mwenyeji wa fainali za Ulaya mwaka 2032 kwa kile kinachodaiwa utayari wa miundombinu nchini humo. Italia kwa kushirikiana na Uturuki watakuwa wenyeji wa fainali hizo, lakini macho ya UEFA
yameelekea moja kwa moja nchini Italia baada ya kuonekana kuna mgogoro kati ya mamlaka za soka na siasa za ndani. Catherine amesema mashindano yatafanyika kama yalivyopangwa na anatumai kwa Italia itakuwa tayari kwa hilo. Tofauti na hapo, hawatosita kuyahamisha mashindano hayo. Aidha, pia amewataka wanasiasa wa Italia kujizuia kuwa makini na wawe makini katika kuweza kuhakikisha miundombinu ya soka nchini Italia inakuwa bora, kwani kwa sasa imeonekana kuwa ni mibovu zaidi barani Ulaya. Mwezi Oktoba mwaka huu Italia inapaswa kuwasilisha majina ya viwanja 5 ambavyo vitatumika wakati wa mashindano, huko miji 11 nchini humo ikitajwa, ambayo ni Rome, Florence, Bologna, Milan, Genoa, Bari, Naples, Turin, Cagliari pamoja na Palermo. Aidha, pia wameruhusiwa kuwasilisha viwanja vipya ili vile vitakavyokuwa vinafanywa ukarabati kuwa na uthibitisho kuwa vinaweza kukamilika kabla ya mwezi Machi. Mratibu wa bonanza la Pasaka Abdulrazak Majidi ameweka wazi kuwepo kwa bonanza kubwa siku ya Pasaka mnamo Aprili 5 litakaloanza saa 12 asubuhi Mapinga, Bagamoyo, likiwa na lengo la kukuza na kudumisha umoja na ushirikiano baina ya wananchi. Kimere bwana, sisi kama wana michezo tumeandaa bonanza. Hii weekend ni ndefu, tukasema bwana baada ya Pasaka, Jumatatu ya Pasaka pia tuweze kufanya michezo. Kwa hiyo tutakuwa na jogging asubuhi mapema ambako tutakuwa na EFM Jogging Club, lakini pia Kibosha Jogging Club na Kimere Jogging Club. Baada ya jogging tutakuwa na mechi za soka ambako tutakuwa na mechi 2. Kutakuwa na mechi ya EFM ambao watacheza wao na Kimere, timu ya Kimere A, lakini pia baadaye kutakuwa na mechi ya vijana wa Kimere B, mashabiki wa Yanga na Simba. Hiyo ndo kubwa kabisa kwa sababu umekuwa na upinzani mkubwa sana, mashabiki wa Yanga na Simba kata ya Mapinga kule Bagamoyo. Kwa hiyo wamesema waonyeshane kazi. Kwa hiyo kutakuwa na mchezo huo ambao utafanyika na lengo ni wao wenyewe mashabiki kuweza kutamba na kuonyesha uwezo wao. Kwa hiyo itakuwa ni bonanza mahususi kabisa kwa ajili ya mashabiki wa Simba na Yanga. Lakini tunawashukuru sana watu ambao wametushika mkono, kwa mfano Machaba, kampuni ya Machaba Hardware Icon wako pale Kimere, lakini pia tuna ndugu zetu Damian Rusaba anapatikana Tegeta kwa ndevu pale, naye pia ametushika mkono kuwezesha ili bonanza liweze kwenda vizuri katika siku ya Jumatatu ya Pasaka. Na ndivyo tunavyohitimisha hivyo mshike baada ya kupata hilo la bonanza ambalo litafanyika Mapinga. Lakini kabla ya kuhitimisha, ni kukumbushe tuliokuwa nao usiku huu ni pamoja na haya. Mnyama Simba Sports Club endeleza moto wake mbele ya wagosi wa Kaya Coastal Union. Kituo kinachofuata ni dabi ya Mzizima Jumapili. Wananchi Yanga Sports Club wanoa silaha kuwakabili Tanzania Prisons Jumamosi uwanja wa KMC. Na rais wa shirikisho la soka Italia achia ngazi rasmi akiwajibika kwa aibu ya Italia kukosa kombe la dunia. Kufika hapo hakuna la ziada katika mshike. Kwa niaba ya timu nzima iliyoshiriki kukuandalia mtozi alikuwa ni Alwatani Ngoda Mwampamba. Mimi ni Akida Kilango wa Akidu Kaida. Uona usiku mwema. Haya ni maajabu.